Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amjambo na Bwana wetu Kristo Yesu asifiwe sana. Majina yangu ni Pastor John Kefa. Mahubiri na huduma inaitwa Life Changing Faith Church hapa Kisii, mji wa Menyingwa. Na kukaribisha kwenye kipindi hiki, na ninaamini Bwana Yesu anakwenda kukubariki. Wacha tuombe napolisoma neno la Bwana. Baba Mungu, nabariki neno lako linapoenda wazi. Mtazamaji wa kutazama na kusikia, naomba kwamba imani yake iongezeke na utukufu wa Mungu ukatawale. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Soma pamoja nami Marko 5 mstari wa 21. Nitasoma maandiko kwa jina la Yesu. Maandiko inasema, hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomuona akaanguka miguuni pake, alikimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, kaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, kageuka kati ya mkutano, kasema, ni nani aliyenigusa? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano walivyokusonga? Na wewe wasema, ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote, amuona yule aliyelitenda neno hilo. Yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Haleluya. Wapendwa, nataka kufundisha neno la Mungu kwa dakika chache 15, na naamini kwamba Bwana wa majeshi anakwenda kukubariki. Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake, Biblia inasema ya kwamba akatoka katika nchi akielekea mahali kwingine, na kule kila mahali Yesu alipita, Biblia inasema aliweza kutenda mema. Mtu mmoja jina lake Yairo alisikia habari za Yesu. Maandiko inasema makutano walikuwa wamemsonga Yesu, naye nafsini mwake alikuwa akiwahudumia. Kama vile Biblia inasema popote Yesu alipita aliweza kutenda mema. Akiingia popote pale lazima ijulikana yuko katika nyumba. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akiwa analifundisha neno na anahubiri ufalme wa Mungu, habari za ufalme wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Yairo akaja akamwambia mtoto wake amekufa. Biblia inasema akamsihi Yesu aweze kuenda ili aweze kuwekelea mtoto wake mkono, ingalau aweke mkono juu yake na mtoto wake atapata kupona na kuishi. Kile kinapendeza moyo wangu, alimwambia, tafadhali Yesu, njoo uje tuende na wewe, maana mtoto wangu amekufa. Akamwambia, na kusi tuende pamoja nawe, uweke mkono wako juu yake, maana ukiweka mkono mtoto wangu ataweza kuishi na ataweza kuwa hai tena. Yesu akaangalia imani ya Yairo na akafuatana pamoja na wanafunzi wake. Makutano walikuwa wanamsonga, lakini Yesu alipotazama imani, Biblia inasema akaenda na yeye. Walipofika kwenye nyumba ya Yairo, akawatoa watu wote nje. Yesu akaingia pamoja naye katika ile nyumba. Maandiko inasema akaona vile watu wanaomboleza. Yesu kwa kugua kama mwanadamu na akawaonea huruma na akapata kuheshimu kule kuja kwa Yairo, akiamini kwamba Yesu akiweka mkono juu ya mtoto wake atapata afya na atapata uzima na ataweza kuishi tena. Maandiko inasema akamwambia kijana, amka, na kijana akawa hai tena,
akampatia wazazi wake, akaambia wanafunzi wake habari hiyo isiweze kunenwa nje ya wale ambao wako kuwa ndani ya nyumba, ili kwamba neno la Mungu lisidi kuheshimika na lisidi kuenezwa. Haleluya. Naongea juu ya imani. Imani ukiamini hata usiku wa leo Bwana Yesu anakwenda kutenda mambo katika maisha yako. Yairo aliweza kuamini. Biblia aiongei alikuwa muokole wala akuwa aiongei alikuwa wa dini ama akuwa naenda dini, lakini alisikia mahali Yesu alikuwa, akaenda mpaka pale akamsihi aenda akamponya mtoto wake. Imani ya Yairo iliweza kufufua mtoto wake. Imani ya Yairo ilisababisha muujiza. Imani ya Yairo ilifanya vitu vikageuka. Badala ya matanga ikawa furaha, badala ya matanga ikawa kicheko, badala ya matanga ikawa ni mkutano mkubwa wa Injili. Ninaongea usiku wa leo na mtu ambaye ananitazama na kunisikia. Kuna kitu umepitia katika maisha yako. Kuna mambo umetafuta suluhisho. Kuna magonjwa umetembea kwa madaktari, wengine wameenda kwa waganga, wameenda kwa waombezi wa mishumaa. Mpaka leo haujapata jibu, haujapata uponyaji. Nimekuja nikutangazia unayenitazama katika jina la Yesu. Kama vile Yairo alienda akanguka chini ya miguu ya Yesu, akamwambia Bwana, naomba tuende pamoja na wewe, kile ninahitaji uwekelee tu mkono wako juu ya mtoto wangu. Maandiko inasema Yesu aliposikia hivyo akaheshimu ile imani ya Yairo. Hata wewe katika jina la Yesu, Mungu anaweza kuheshimu imani yako. Kama aliweza kutendea Yairo akafufua yule kijana aliyekuwa amekufa, nami ninakutabiria katika jina la Yesu, hiyo biashara ambayo imekufa, hiyo ndoa ambayo imekufa, hao watoto ambao wameteseka, wamekufa kimasomo, ninatangaza katika jina la Yesu, kila unahitaji ni nabii, acha na wekele mkono, hiyo biashara itafufuka tena. Ile unahitaji ni nabii, acha wekele mkono, hiyo ndoa itarejeshwa tena. Hiyo maisha yako yaliyopotea yatarejeshwa nyumbani tena katika jina la Yesu. Biblia inasema kwenda mstari wa 10, palikuwa na mwanamke aliyetokwa na damu muda wa miaka 12. Damu ile ikawa inatoka kwenye sehemu zake za siri. Mwanamke alipouza vitu vyake wa miaka 12 alitembea kwa madaktari. Maandiko inasema kulimgharimu vyote alivyokuwa navyo, lakini kusimfae kitu. Badala ya uponyaji, hali yake ilizidi kudhoofika, hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Maandiko inasema aliposikia habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, jinsi Yesu amewaponya watu, amefungua macho ya Bartimayo, akasikia Yesu ameponya mtoto wa Yairo aliyekuwa amekufa. Hapo nilianzia kusoma, akasema huyu Yesu kama ameweza kufufua mtoto wa Yairo, hata mimi nitaamini tu ndani ya moyo wangu, na nitaenda mpaka huyu Yesu mahali anahubiria. Kwa moyo niamini, na sitaki aniombee, sitaki atakaniwekelee mkono, nitaamini niende nikagusa upinde wa vazi lake, na ninaamini nitakapogusa upinde wa vazi lake, chemichemi ya damu yangu itaniondokea. Maandiko inasema yule mwanamke akaongea ndani ya moyo wake, akasema ikiwa nitayagusa mavazi ya Yesu, hakika chemichemi ya miaka 12 itaniondokea. Ninatangaza katika jina la Yesu, mbingu inatafuta watu wenye imani. Mbingu inatafuta mama mwenye imani, mwanamke mwenye imani, mwanaume mwenye imani, watu watakayo nena na hali yao na wakaliamini neno la Bwana na manabii, na maisha yao itabadilika katika jina la Yesu. Alisema sihitaji hata akaniombee, lakini moyo wangu nimeamini, nimeshika imani. Akaenda mpaka maandiko inasema makutano walikuwa wamejaa, wamemsonga Yesu. Maana yake hakukuwa na nafasi angeweza kupita, lakini kwa sababu ya mtu wa ndani, imani aliyosikia. Maana Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kulisikia neno la Bwana. Wakati alisikia mtoto wa Yairo amefufuka, akasikia imani, akasema nami naenda kwa huyo mwanaume aliyemfufua maiti, hata chemichemi yangu anaweza kuiondoa
katika jina la Yesu. Huyu mwanamke akaenda akapita ndani ya watu, akapenya akagusa mkopa wa nguo ya Yesu. Linasema mara moja chemichemi yake ikakauka, na wakati alikauka Yesu akatambua kwamba nguvu zimemtoka katika mwili wake. Akauliza wanafunzi, ni nani aliyenigusa? Leo Bwana anatafuta mama wa kumgusa. Jehova anatafuta mzee wa kumgusa. Hayo mateso yamekutesa, umetembea kwa waganga umeshindwa, umegusa madawa, umegusa kila aina yote ya vijitu, lakini haijakusaidia. Imekuletea habari katika jina la Yesu. Mwanamke alipogusa upinde wa vazi la Yesu, chemichemi ya damu yake iliweza kukauka. Bwana anatafuta mtu wa kugusa yeye na maombi. Bwana anatafuta mtu wa kumgusa katika jina la Yesu. Ni imani ya mtu gani itakayemgusa Bwana? Muujiza wako unahitaji imani. Hiyo ndoa yako inahitaji imani. Hayo masomo yako yanahitaji imani. Hiyo biashara yako inahitaji imani. Hakuna mlima mbele ya jina imani hauwezi ukaondoka katika maisha ya mwanadamu. Mwanamke wakati alimgusa, hali ya miaka 12 iliweza kubadilika. Ninatangaza katika jina la Yesu toka kwa runinga hii ya kwamba chochote kilimekula maisha yako, kila ambacho kimekufuata mwaka uliopita, kila ambacho umelia kimeshinda wa maisha yako, umetembea, umeteseka, umefinyiliwa, leo ninaleta neno la Bwana kwa jina la Yesu. Ukimgusa Yesu, hiyo ndoa itapona. Ukimgusa Yesu, familia itapona. Ukimgusa Yesu, biashara itapona. Ukimgusa Yesu, huduma itapona. Ukimgusa Yesu, maisha itabadilika katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akawauliza makutano, ni nani aliyenigusa? Wanafunzi wakamwambia, kwa nini unatuuliza? Wewe unaona maelfu ya watu wamekusanyika, wamekuzunguka na unauliza ni nani? Mwanamke kwa sababu ya hofu nyingi akajitokeza akamwambia Bwana Yesu alipoanguka chini ya miguu yake, mimi ndio nimekugusa. Yesu akamwambia, usiogope, kuanzia leo msiba wako ukuondokea, usije ukakurudia tena. Nasema msiba wa magonjwa unakuondokea, msiba wa masikini unakuondokea, msiba wa uganga na majini unakuondokea, kile kilikula wazazi wako kinakuondokea, hizo laana zinakuondokea. Ninatangaza juu ya mafuta yaliyo juu yangu, hakuna mchawi atamaliza maisha yako, hakuna muganga atamaliza ndoa yako, hakuna pepo ya kuzimu itamaliza maisha yako. Na kamata mapepo, matunguli, mazinga, maimuna, ninayaweka chini in the name of Jesus. Rabo kata, sikiliza, waliongea juu yako, waliongea yule mwanamke, lakini wakati aliamini habari za Yesu, akamgusa Yesu, historia inabadilika. Kuna mtu naona historia inabadilika. Kuna mtu masomo inabadilika. Kuna mtu mambo yake inabadilika. Umejaribu iki na kile, wamekutungia nyimbo, magonjwa yako wamekuwekea majina. Nimekuletea ujumbe usiku wa leo katika jina la Yesu. Kama alibadilisha historia ya mtoto wa Yairo, kama alibadilisha historia ya mwanamke yule kutokwa damu, hata leo anakwenda kubadilisha maisha yako katika jina la Yesu. Taka nimlete mtumishi wa Bwana aweze kuomba kwa ajili ya maisha yako. Imani yako majira kama haya ninapokwenda kuomba na wewe ukiwa katika station ya television, amini kwamba Bwana atakutendea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, majina yako yapita majina yote. Wewe ndiwe Mungu uliyeinua binti Yairo, na wakati ulipotembea Dekapoli, hata yule mwanamke akagusa pindo la vazi lako. Maandiko inaniambia damu ikanyamaza. Mara hiyo Bwana watu wakastaajabu. Leo hii Bwana atakusangaza katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa na laana ya ukoo ikakuondoke katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa watazamaji wanaotutazama kupitia hii runinga. Jehova Jireh, ukawaponye, wainue katika jina la Yesu Kristo. Naomba na takuamini. Shalom. Bwana Yesu akubariki na msiba wako kuondolewe na usikurudie tena. Sema amina. Basi usikose kushare video hii
Unapoiangalia, naomba uko chini kumeandikwa like, bonyeze like na usubscribe pale, alafu share na marafiki waweze kufikiwa na ujumbe huu, na Bwana atakubariki. Fuatilia vipindi vyangu na ninaamini maisha yako haitabaki the same. Kile Bwana angeweza kufanya, mwanadamu hawezi akafanya. Barikiwa, nenda ukamwone Mungu.